Ukiwatazama Simba kwa hali walionayo, pengine kama wangeendelea na Dimitar Pantev kwa muda mrefu, tungeweza kusema kwamba Simba ina changamoto kwenye eneo la kushambulia peke yake, kwa sababu labda wanatengeneza nafasi nyingi lakini hawabadilishi nafasi kwenda kuwa magoli. Lakini kocha mpya ameingia. Kila kocha mpya anapoingia kwenye timu, kuna vitu ambavyo tunaamini vinakwenda kubadilika ama vinakwenda kuanza upya. Sasa changamoto ya Simba ipo hapo kwenye huo upya kwa sasa hivi. Changamoto upya wa kwanza ni sauti mpya ya kocha kwenye chumba cha kubadilishia nguo, lakini pia wapo nyota wapya ambao wameingia kwenye timu, ambao matarajio ni kwa moja kwa moja wakachukue nafasi kwenye kikosi cha kwanza, kitu ambacho pia itawahitaji pengine muda ama itahitaji wathibitishe ndani ya muda mfupi ili kurudisha Simba katika ubora wake. Kumemgusia Libase Gray. Libase ni winga wa pembeni, yani ni mchezaji wa pembeni, sio mshambuliaji kwa maana eneo la namba 9. Maana yake Simba wamekwenda kuongeza mtu ambaye anakwenda kutengeneza hizo nafasi kutokea pembeni. Washambuliaji waliokuwa Simba sasa hivi mbakia wawili. Soa na Mwalimu. Ukiwaangalia hawa washambuliaji wawili hawajawa na mwendelezo mzuri kwenye namba kwa mfululizo wa michezo ambayo wamecheza. Hapa tunaizungumzia Simba ambayo tangu wameanza kwenye michezo ya awali walikuwa na hiyo changamoto ya kupata ushindi kwenye mechi ambazo wamecheza, na msimu huu haswa kwenye uwanja wao wa nyumbani. Hapa tunazungumzia mechi ambazo wamecheza za ile hatua za mwanzoni, ile ambazo kipigo umetoka. Mbili ambazo wamecheza hapa. Mechi zote mbili kama nakumbuka vizuri hakuna hata moja ambayo Simba mpata ushindi. Maana yake matumizi sahihi ya uwanja wa nyumbani ama ya ule timu nyumbani hawajawa na wakati mzuri Simba kwa msimu huu. Ikatoka hapo ikaja mechi ya ligi ya mabingwa hatua ya makundi. Wamepoteza zote mbili. Moja mpotezea wapi? Nyumbani, kwenye mazingira magumu sana, katika mazingira ambayo nasema Simba alizoea kutamba ama kuwa na wakati mzuri kwenye uwanja wake wa nyumbani, hasa Benjamin Mkapa tunapoizungumzia kwa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Unarudi kwenye mazingira ambayo ya pressure kubwa, timu imepoteza mechi mbili, timu inahitaji kupata ushindi ili kujirejesha katika mazingira ama katika ile rhythm ya kushinda na ianze kuhesabu upya alama kwa ajili ya michezo inayofuata. Inakuja na changamoto nyingine mpya kwamba kocha amebadilika, lakini pia nyota wapya wameingia. Tafsiri yake ni changamoto ya kiufundi ambayo inakuja kuwakuta Simba kwenye mazingira ambayo sasa timu inacheza kumzunguka nani? Timu inacheza kwenye routes ama njia zipi? Mfano, wakati huwa yupo kwenye timu kwa msimu uliopita, licha ya kwamba hakuwa mbora kiasi hicho, lakini kwa namna ulikuwa unaona kabisa timu inacheza kumtazama yeye, timu inacheza akigusa mpira kuna vitu ambavyo vinakwenda kupatikana. Ya performance yake ilikuwa haivutii, ila namba ndio zilikuwa zinaongea zaidi kwa upande wake. Msimu huu tangu msimu umeanza, si huyo Awa ambaye ameshaondoka, lakini pia tuliona ingizo la Neo Maema hajawa na wakati mzuri. Badala yake nyota ambao pengine hawakupewa nafasi kubwa ndio walianza kuonekana kwamba angalau na kiwango kizuri, kina Morris Abraham ambao wameingia na kutoka mara kadhaa kwenye timu. Hata ukisema timu ingecheza kumzunguka Elie Mpanzu, msimu huu tangu umeanza hajawa na wakati mzuri. Tafsiri yake kama hao ambao walikuwepo tangu msimu unaanza hawajawa na wakati bora, katika dirisha dogo ambalo kocha ameingia, Sibeka ameingia, wameingia na nyota wengine, na kutegemea kuona Simba ambayo inajitengeneza upya kutafuta namna ya kucheza aidha kwa kumzunguka fulani ama timu itengeneze style mpya ama nyingine ya kucheza ili wapate kile ambacho nakihitaji. Mfano mzuri, ingizo la Clatous Chama. Iliwahi kufika hatua kwenye kikosi cha Simba kama kocha anashindwa kumtumia Clatous Chama, ni aidha huyo kocha aondoke ama atengeneze mazingira yeye aingie kwenye mfumo wa Chama ili timu iende. Auto tumekuwa mashahidi hapa. Tafsiri yake huenda katika muda ambao Simba wanahitaji au kwenye maboresho ambao Simba wanahitaji ni kupata mtu wa timu kucheza kumzunguka ama kupitia uwezo ama njia yake ili kupata kile ambacho anakihitaji.